Sheria iweze kuundwa ili PMC waweze kupata mahitaji, kwa sababu kama PMC inafanya kazi wakati hakuna malipo tunajichanganya, kwa sababu tukisema tufanye kazi huku tusimamie mradi ni kwamba tumewekwa mfukoni. Kwa hivyo ni patengenezwe sheria ambayo inaweza kumguide PMC aweze wakiwa wako na duty, huyu anaenda anapata chochote, huyu anaenda anapata chochote. Kwa hivyo hiyo sheria ikiwekwa, mimi ningeomba iwekwe ili tuweze kufanya kazi na bidii. Katika PMC kuwe kuna wapatwe kipaumbele ili kuwe kuna kitu chenye wanasaidika, kwa sababu pia wana majukumu yao nyumbani. Hawezi kuja kwa ground alafu tena warudi tena nyumbani wafanye majukumu yao, na kule pengine umetoka nyumbani kutoka asubuhi mpaka jioni, ukirudi hakuna kitu chenye unapata. Kwa hiyo mimi changu tunasisitiza PMC pia wapate kipaumbele kwa upande mwingine tena pia. Kuna clear guidelines ambazo zitatuwezesha kama PMC aweze kuwa anajua ataendelea vipi. Kwa upande wa kuna mambo ya 10% hayako clear. Kuna masuala ya kwamba hao PMC wenyewe kuna kuwa unachaguliwa na wenzio kama watu 7, lakini utakuta mradi utaendelea wakiwa watu wengine watasusia kuenda, lakini ni miongoni mwa hao PMC. Lakini sasa kwa vile hakuna guidelines ambazo zinamwambia wewe ukikosa kikao cha wale PMC wenzio uko nje, hakuna. Kwa hivyo unapambana na hali ngumu ya kuwa pengine PMC ni watu ni kidogo na watapambana hivyo mpaka mwisho wa mradi. Haya mafunzo nia na madhumuni ni kuelimisha wale kamiti ili waweze kujua roles na responsibilities zao kama kamiti ni gani. Je, mradi umefanywa, umetekelezwa kisahihi? Je, zile bill of quantities zenye zimetumika ama zile zenye zinahitajika, je ndizo zilizoandika kama kwenye ile contract agreement ama kwenye ile nini ya yule mwanamkandarasi? Wanahusisha jamii nzima kwa kuwakilisha.